Ndugu zangu, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuongeza miundombinu ya shule za msingi na sekondari. Kwa hiyo inatosha sana kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Swala lingine la msingi sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nami naomba hili ulisimamie, swala la kubaguliwa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, kwamba inafika kuna idadi ya wanafunzi kadhaa wanatakiwa kufanya mtihani wa darasa la 4, wanatakiwa kufanya mtihani wa darasa la 7, wanatakiwa kufanya mtihani wa kidato cha pili, wanatakiwa kufanya mtihani wa kidato cha 4, ama wanatakiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6. Inapofika kipindi kile cha mtihani wanabaguliwa, yaani wao wanaondolewa wasiendelee kwenda kufanya mtihani kwa kwamba inawezekana wao wakarudisha ufaulu nyuma. Hili nitalisimamia sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa Tanzania nzima. Tusiwakaririshe watoto wetu hawa. Tujitahidi kabla ya mtihani tuwaelimishe vizuri, ili waweze kuwa na uwezo mzuri wa kuingia kwenye vyumba vya mitihani na kufanya kazi na kufanya mitihani ile kwa ubora zaidi. Hili naomba mlichukulie kama jambo la msingi. Tunakwenda kwenye elimu ya miaka 10. Kwa hiyo kwa nini elimu ya msingi ya miaka 10 tumwache huyu asome miaka, ama tumwache huyu asome miaka 14 kwa sababu tu tumemkaririsha darasa ili kuongeza ufaulu, kwa sababu yeye pengine uwezo wake wa kufaulu ukawa mdogo? Hili naomba sana nilisisitize na tutaendelea kulifuatilia kwa ukaribu. Ndugu zangu, niendelee kusisitiza kukuza ubunifu na kufanya kazi kwa bidii. Hili nadhani sina haja ya kuliongea sana, nimejionea mwenyewe kwenye mabanda kule, lakini pia kwa kufanya kazi kwenu, ndugu zangu walimu, kwa bidii kumesaidia sana kutoka namba 23 kwenda namba 10 na hatimaye kufika namba 2. Dodoma hoye! Mheshimiwa Waziri, ulikuwa unatembea kwenye mabanda kule, nikasikia unamuuliza mwalimu mmoja, haya yapo kote? Mheshimiwa, sisi Dodoma hapa tukienda huko, haya mambo tulizoea kuyakuta kwenye private, nako ni shule chache, unasema yani darasa hili lina kila kitu, limebandikwa, mtoto anavutiwa kwenda shule. Tunayaona sasa kwenye shule za serikali, mambo ambayo hayakuwepo. Wanafunzi wanasoma kwa teknolojia tehama, kitu ambacho tulikuwa tujui tu. Wote tumekuwa tunasoma chaki naisha na vumbi, mwalimu anapigwa na chaki nyingine. Sasa hivi naona kuna baadhi ya shule zimeanza kuwekwa vifaa vya tehama. Mheshimiwa Rais amefanya mapinduzi, amefanya mtoto aliye kijijini kabisa mwa Tanzania anasoma shule inayofanana na mtoto aliye makao makuu ya nchi Dodoma. Shule zile hazina tofauti, zina marumaru, zina taa, zina umeme, zina dari, zina madirisha, zina kila kitu kama shule za mjini zilivyo. Kwa hiyo ni lazima tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa utashi wake mkubwa wa kuona kuwa kila Mtanzania ana haki ya kupata elimu sahihi mahali alipo.